Mheshimiwa Spika, kwa upande wa huduma za kijamii, maendeleo makubwa yamepatikana kwenye sekta ya maji, ambapo hali ya upatikanaji wa maji ilipanda kutoka 84% hadi 91.6% mijini na kutoka 70.1% hadi 85% vijijini. Tumefikia pazuri kuliko pale tulipokuwa mwaka 2021. Hata hivyo, azma ya serikali ni kufikia 100% ya upatikanaji wa maji safi, salama na ya uhakika. Hivyo basi tunakwenda kuongeza nguvu ili kuyafikia yale maeneo machache ambayo upatikanaji wa maji bado ni changamoto. Katika miaka 5 ijayo, tutakamilisha ujenzi wa gridi ya taifa ya maji ambayo itategemea maji kutoka Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika na Ziwa Nyasa. Tutakamilisha miradi mikubwa ya maji inayoendelea ikiwemo mradi wa maji ya miji 28 na miradi mikubwa ya ujenzi wa mabwawa, bwawa la Kiwira, Mbeya, bwawa la Kidunda ambalo litahudumia Dar es Salaam, Morogoro na Pwani, na bonde la Rufiji ambayo pia itahudumia Dar es Salaam na Pwani. Vile vile mradi wa Same Mwanga Korogwe ambao utahudumia Kilimanjaro na Tanga, na upanuzi wa Capri Point kule Mwanza, kwa kuitaja kwa uchache. Mheshimiwa Spika, kwenye sekta ya afya, mbali na masuala ya bima ya afya kwa wote na ongezeko la ajira za watumishi wa afya ambao nimeshagusia, tutakamilisha ujenzi wa hospitali, vituo vya afya na zahanati zinazojengwa kote nchini. Tutaendelea kuboresha hospitali ya taifa ya Muhimbili na kuongeza uwezo wake kutoka vitanda 1435 vya sasa hadi vitanda 1757 ifikapo mwaka 2030. Itakapokamilika, itaweza kutoa huduma za kibingwa na kuwa hospitali ya kutumainiwa na kukimbiliwa katika Afrika Mashariki. Tutaongeza huduma za kibingwa za afya kwenye hospitali zetu za rufaa za mikoa na hospitali za rufaa za kanda ili kuwapunguzia gharama wananchi kutafuta huduma za rufaa nje ya mikoa yao. Tunataka badala ya kuwa na watu kuzifuata huduma ziwafuate watu. Mheshimiwa Spika, tutaendelea kuwekeza katika kujenga uwezo wa kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Tumejipanga kujenga hospitali moja kubwa ya kitaifa ya magonjwa ya mlipuko na tutaijenga kule mkoani Kagera. Vile vile tutajielekeza katika kuongeza uwezo wa uzalishaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi ili kupunguza uagizaji na kupunguza gharama za matibabu. Katika hili tutavishirikisha viwanda vya ndani, tutavihakikishia viwanda vya ndani soko la uhakika kupitia Bohari ya Madawa MSD. Hali kadhalika tutakuza utafiti, utambuzi na utoaji wa ithibati wa dawa zetu za asili. Baada ya uwekezaji huu, tutajielekeza zaidi kwenye kinga, yani preventive medicine, tofauti na tulivyo sasa kujielekeza zaidi kwenye tiba. Aidha, serikali inatambua mchango wa sekta binafsi katika utoaji wa huduma za afya, na ahadi yetu ni kuendeleza ushirikiano mkubwa na sekta binafsi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa sekta ya elimu, katika miaka 5 ijayo tunaanza utekelezaji kamili wa maboresho ya sera ya elimu inayosisitiza elimu ujuzi. Tutaendelea kuweka mkazo zaidi kwenye masomo ya sayansi na hisabati. Azma yetu ni kuongeza wanasayansi wabobezi katika eneo la sayansi ya data, akili unde, sayansi ya kompyuta na teknolojia za viwanda. Tutatumia mfuko wa Samia Scholarship kusomesha wanasayansi hawa ndani na nje ya nchi.
Jambo hili litakwenda sambamba na kukamilisha shule maalum za sekondari za wasichana za sayansi na zile za vipaji za wavulana katika kila mkoa. Ili kuhakikisha mitaala na silibasi zetu zinatekelezwa kikamilifu, tutaunganisha kwa njia ya kidijitali shule za vijijini na mijini ili kubadilishana uzoefu na taarifa. Kama tulivyoahidi wananchi, tutaongeza mikopo ya elimu ya juu, kwani kipindi hiki kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu tutakuwa na kampasi za vyuo vikuu kila mkoa. Vile vile tutasimamia mpango wetu wa kuhakikisha kila wilaya ina chuo cha VETA chenye vifaa stahiki vya mafunzo kwa vitendo. Mheshimiwa Spika, nilishagusia swala la kuongeza walimu. Pamoja na walimu, tunaenda kuwekeza zaidi pia kwenye miundombinu ya shule za awali, shule za msingi na shule za sekondari mpya, pamoja na kuongeza madarasa kwenye shule zilizopo. Tunapotekeleza maendeleo jumuishi, tutaendeleza jitihada tulizozianza za kuweka miundombinu na vifaa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Tutatumia masoko ambayo tayari